Bana, miongoni mwa story kubwa kwenye upande wa football huwezi kuacha kuizungumzia nusu finali ya jana ambayo ilitwanisha kati ya Ufaransa dhidi ya Hispania. Hii ni hatua ya nusu finali kombe la dunia ambayo imechezwa pale Dallas nchini Marekani. Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni mechi ngumu sana, na mwanzoni kabisa wakati mechi inakaribia kuanza, mashabiki wengi sana walikuwa wameelekeza nguvu zake kwa upande wa Ufaransa, wakiamini kwamba hii ni moja kati ya mechi pia ambayo Ufaransa anaenda kuibuka kuwa mshindi. Na hii sio maksudi, ni kutokana na trend ya Ufaransa kuanzia mechi yake ya kwanza anaanza kushiriki kombe la dunia msimu huu mwaka 2026. Alikuwa akionyesha ni moja kati ya timu pia ambayo inaweza ikafika mbali sana. Timu nyingi zilikuwa zikikutana na Ufaransa zilikuwa zikipata tabu sana kutokana na aina ya wachezaji pia ambao Ufaransa yuko nao. Ukimzungumzia mtu kama Michael Olise, ukimzungumzia mtu kama Ousmane Dembele, ukimzungumzia mtu kama Kylian Mbappe, lakini pia ukimzungumzia mtu kama Due Desire, pamoja na wachezaji wengine pia ambao wapo Ufaransa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni moja kati ya timu pia ambayo ilikuwa imejipanga vizuri sana na ilikuwa ina utajiri wa wachezaji. Na hata ukiangalia sub zake pia, yani mtu ambaye anatoka na anayeingia unasema tena bora ambaye anatoka kuliko ambaye anakuja kuingia. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa imekamilika sana. Sasa jana kwa upande wa Hispania bana, watu walikuwa hawaipi nafasi kwa kiwango hicho kama ambavyo baadhi ya watu walikuwa pengine wanaipa nafasi. Lakini kwa wale ambao walikuwa wanajua mpira na wanafuatilia, walikuwa wanapata mashaka sana kuhusiana na mechi jana kama Ufaransa pia ingeweza kupata nafasi au sio. Na hilo pia lilionekana mara baada ya kipindi cha kwanza tu toka mpira ulivyokuwa unaanza. Ulikuwa unaona kabisa Ufaransa walikuwa wanatumia nguvu kubwa sana kutafuta mpira ndani ya uwanja. Lakini bahati mbaya isivyo bahati kwa upande wa Ufaransa, mpaka dakika 90 zinaisha hakuna shot on target hata moja. Wakati huo tayari Ufaransa Hispania anaongoza magoli mawili. Imagine. So unaweza kuona ni namna gani pia ambavyo Hispania alikuwa amejipanga kwenye mechi. Lakini pia mpaka dakika 90 zinaisha, possession Ufaransa alikuwa na 49, wakati huo pia Spain akiwa na 51. Kwa hiyo viungo wa Hispania, Fabian Ruiz, Rodri pamoja na Pedri ni miongoni mwa watu pia ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa siku ya jana kuhakikisha kwamba wana outshine kabisa viungo wa Ufaransa kama Chomen, lakini pia Ranchel pamoja na Rabiot ni miongoni mwa watu pia ambao walikuwa waonekani kabisa katika mechi ya jana. Kwa hiyo hii ni moja kati ya mechi pia ambayo tunaweza tukasema kwamba ilikuwa ni mechi ya upande mmoja, upande wa Hispania, kutokana na namna ambavyo waliichukua mechi kuanzia dakika ya kwanza mpaka mpira refa anapuliza filimbi ya kuhakikisha kwamba anamaliza mpira. Kwa hiyo ni kama Ufaransa wamekutana na kitu kigumu sana ambacho pengine hawakutarajia kabisa kama wangekutana nacho. Na watu wengi wataungana na mimi kwamba kwa maoni yangu mimi binafsi, kwa mechi ya jana toka kombe la dunia limeanza, Ufaransa hajawahi kukutana na mechi ngumu kama ambayo alikutana nayo jana. Nikizungumzia kwa msimu huu hapa mwaka 2026, hajawahi kukutana na mechi ngumu kama ambavyo ilikuwa mechi ya jana. So mechi ilivyoisha, Spain akaondoka na ushindi wa goli 2, ambapo magoli ya Mikel Oyarzabal pamoja na Pedro Porro ambao walihakikishia Spain kupata ushindi huo. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo Spain anaenda kumsubiri mshindi wa leo kati ya England dhidi ya Argentina, nikiwa namaanisha kwamba upande mmoja amekaa Bellingham pamoja na Harry Kane, lakini upande wa pili amekaa Lionel Messi pamoja na Lautaro Martinez. Kwa hiyo leo pia itakuwa ni mechi nyingine ambayo ni ngumu sana. So itakuwa vipi? Ni ngumu kutabiri kutokana na namna ambavyo timu zenyewe pia zimekuwa zikicheza. So maoni yako na comment yako ni ipi? Usiache comment hapo, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma